Tusimame tuombe. Baba Mungu mwenye nguvu, ustahilie heshima, utukufu na adhama. Wewe unayetenda mambo makubwa kwenye maisha yetu, na kila mwanadamu aliyeko chini ya uso wa mbingu, chini ya uso wa jua, ana kusudi lake la kuzaliwa kwake. Na Mungu una kusudi na kila mmoja katika kuzaliwa kwake. Baba, nakushukuru kwa sababu umenipa uhai na uzima na nafasi kwa ajili ya kutumikia na kuwatumikia watoto wako ambao mwenyewe uliwazaa mwenyewe, ukawaita na kuwachagua kutoka kwenye ufalme wa giza na kuwahamisha na kuwaingiza kwenye ufalme wako. Baba, nakushukuru kwa sababu hakuna mwenye hasara na hakuna atakayeishi kwa hasara. Kila mmoja utamtumia kadri ya uwezo wako na kadri ya uwezo wa nguvu zako. Utamuinua, utampandisha na kumweka kwenye viwango vingine katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikaa nasikia sauti inaniuliza, kwa nini Yakobo alimshika Esau kisigino? Neno hili likawa linanisumbua. Wakati naendesha gari, sauti naisikia. Nimeenda huko, nimeenda kule, bado sauti naisikia. Baadaye nikaingia kwenye Biblia nisome kwa nini Yakobo alimshika kisigino. Kumbe kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3, baada ya Mungu kutoa hukumu kwa Hawa juu ya kuzaa kwa uchungu na Adamu kula kwa jasho na michongoma na mbigili kumzalia, nyoka akapewa adhabu ya pili: kutembea kwa tumbo bila miguu, kula mavumbi, na pia kupondwa kichwa. Na mwanadamu atakayezaliwa na mwanamke, Mungu ataweka uadui kati ya nyoka na uzao wa mwanamke. Nyoka atapondwa kichwa, lakini mtoto wa mwanamke au mwana wa mwanamke atapondwa kisigino. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawa najiuliza, kisigino maana yake nini? Kila mtu ana kisigino hapo. Huwa viatu sasa, uangalie hicho kisigino. Unacho? Sikia neno kisigino. Kisigino kinaweza kikasigina au siwa mna lakini kisigino kina maana kubwa sana. Ndio maana utaona watu wengi wanauma miguu, lakini maumivu yanaanzia wapi? Kwenye kisigino. Niliwahi kumhudumia mama mmoja, ni afisa wa serikali yuko Wizara ya Elimu, anasali kanisa moja hapo. Aliwahi kunijia, akaleta binti yake, alikuwa na matatizo, nikamwombea. Lakini yeye alikuwa na tatizo la mwiba kwenye kisigino. Mwiba ule ulimchoma saa ngapi? Kwa sababu haendi hata shamba. Kwa kila siku akiamka anasikia mwiba au msumari kwenye kisigino. Kwa nikamwombea, akapona. Hajawahi kurudi tena kwa ajili ya kisigino chake. Na watu wengi hapa wamekuwa na tatizo la miguu, inawaka moto, inauma, lakini chanzo ni ile adhabu ya kuponda kisigino. Kuponda nini? Kisigino. Kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, nyoka atamponda kisigino, na yeye tutamponda kichwa. Na ndio maana hata nyoka mwenyewe lazima aponde kichwa ndio wakishe kafa. Huwezi kumwacha ukampiga mkia ukasema kafa, mpaka umponde nini? Kichwa.
Tunaona wakati Yakobo anazaliwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura 35, inasemekana Yakobo alizaliwa akiwa amemshika kisigino au amemshikilia kisigino kaka yake, na lilikuwa ni kusudi la Mungu ili Yakobo amnyang'anye mamlaka Esau, ingawa ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza kutoka tumboni mwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutashughulikia visigino hivyo. Unajua, unaweza ukachukulia kama utani vitu ambavyo ninavyovizungumza. Nataka nianze hivi. Kisigino ni eneo la mwili ambalo ni muhimu sana, na kila mwanadamu anapozaliwa anazaliwa akiwa na kisigino. Mungu anakitambua kisigino, umuhimu wake. Ndiyo maana Mungu alikiumba hicho kisigino kwa mwanadamu. Kila mwanadamu lazima awe na nini? Chukulia mfano, mguu wako uwe umekatika kisigino, utatembeaje? Unaweza ukatembea? Utaanguka. Kisigino kina maana kubwa sana kiroho, na si kiroho tu, na kimwili pia. Kisigino ni nguvu za mwilini na pia ni nguvu za rohoni. Kwenye Biblia tunamuona Yakobo anazaliwa amemshikilia kisigino Esau. Kitabu cha Mwanzo sura 25 kuanzia mstari wa 21, 26 utaona pale, sio 35. Swali ambalo unaweza ukajiuliza, kwa nini Yakobo alimshikilia kisigino kaka yake? Sio mahali pengine, angemshikilia mkono au angeshika kichwa, lakini alishikilia kisigino. Kisigino ni eneo la kiutawala kiroho kwenye maisha ya mwanadamu, mwili na pia mambo ya rohoni. Katika ulimwengu wa roho, kisigino kinaonesha nguvu ya utawala wa mwanadamu. Pia kinabeba nguvu ya nyota ya mtu. Ndio maana wanapoaua miguu au wanapozoa mchanga wa miguu yako, wamekunyang'anya utawala wako, wamekunyang'anya mamlaka yako. 3, kisigino ni utawala. Kisigino ni uhai wa mtu, na ndio maana mtu akikatwa kisigino lazima afe, kwa sababu misuli yote inayounganisha ufahamu na stability ya mwili inatoka kwenye kisigino. Bwana Yesu asifiwe. Kisigino kikikatwa, maana yake huwezi kuishi. Halo, ni kweli sio kweli? Tujaribu mtu mmoja aje hapa tumkate kisigino. Nani atakuwa wa kwanza? Amesikia habari ya kufa. Kisigino kinaishi kwenye ulimwengu wa roho, na ndio maana baada ya Yakobo kumshikilia kaka yake kisigino, tunaona mamlaka yote na uzaliwa wa kwanza wa kibinadamu kiroho alichukua. Mwenye uwezo wa kumshika mtu kisigino atakuwa na uwezo wa kutawala maisha yako, na pia mtu huyu ambaye ana uwezo wa kukushika kisigino ana uwezo wa kuzungumza na malaika kama alivyofanya Yakobo katika uhai wake.
Kitabu cha Hosea kinazungumza adhabu atakayoipata Yakobo kwa sababu alimshika kisigino akiwa bado tumboni. Kitabu cha Hosea sura ya 12 ukianza mstari wa 2 mpaka mstari wa 4 utaona tumboni alimshika ndugu yake kisigino, na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam, alikuwa na uwezo juu ya malaika, akashinda, alilia kumsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona nguvu aliyoitumia ya kushikilia kisigino cha Esau ilimpa uwezo wa kushindana na Mungu, ilimpa uwezo wa kuzungumza na malaika, ilimpa uwezo wa kushindana na malaika. Kisigino kina nguvu kubwa sana kiroho. Tuliwahi kuombea miguu hapa, lakini sikuzungumzia kisigino. Nizungumzia nini? Miguu. Leo nataka nikuambie kisigino kina umuhimu sana kwenye maisha yako. Unaweza ukakiona ni kiungo ambacho kinakaa kwenye viatu, kinakanyaga udongo, lakini kimamlaka, kiutawala kina nguvu kubwa sana. Kina nguvu. Sasa hivi ukikakamaa kisigino hapa kwenye kiungo cha kiwiko cha kisigino, huwezi kutembea. Unaweza ukatembea? Nimesema hivi, ukikatwa kisigino unakufa. Kwa sababu hii misuli iliyoanzia hapo kwenye kisigino ndio iliyozunguka mwili wote. Sijui mnanielewa? Ikikatwa hii misuli ya kisigino, maana yake mtu huyu hawezi kuishi. Ni sawa sana mtu ambaye ni kigutu. Ni bora hata ukate mguu kuliko ukata kisigino. Na panauma sana. Kisigino kinauma sana. Misuli ya eneo hilo inauma sana. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura 13 kuna mahali Yesu alisema hivi. Ngoja tusome hapo kabla hatujaenda mbali. Anasema, msiri wangu ameniinulia kisigino. Kisigino kinaweza kusababisha usaliti kwa mtu, na watu wengi wamesalitiwa kwa sababu kuna mtu aliyewainulia nini? Kisigino. Na ndio maana nimesema kisigino ndicho kinachosigina haki ya mtu, mafanikio ya mtu. Sijui mnanielewa na wa Mungu. Mimi naongea vitu kiroho hapa, alafu baadaye tutaenda kuomba. Kwa tunaona kiroho kisigino ni eneo la utawala, ni nguvu ya utawala, ni nguvu inayosimama au kuimarisha utawala wa mtu. Kwa sababu huwezi kutawala watu ukiwa umeketi. Ndio maana watawala wengi usimama na kuhutubia. Hata mwemezi anaweza akakaa hapa masaa mawili kwa sababu ana visigino vilivyo imarika. Bwana Yesu asifiwe. Kisigino ni kile kitu ambacho unakipenda sana. Kuna vitu tunavipenda sana. Kuna wengine wanapenda watoto, kuna wengine wanapenda wake zao, kuna wengine wanapenda fedha, kuna wengine wanapenda kazi, kuna wengine wanapenda mali. Ni kisigino chao kinachowasimamisha kuonyesha nguvu ya utawala wa maisha yao. Usipomkabidhi Mungu visigino vyako,
kitu ambacho unakipenda sana, ina maana kwamba shetani atakitumia na yuko tayari kukiponda, kwa sababu alishapewa mamlaka ya kukiponda nini? Kisigino ni kitu cha maana sana, ambacho ni cha muhimu, cha manufaa kwako, ambacho unakipenda. Kwa ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 15, utaona adhabu ya kupondwa kichwa nyoka, na nyoka kumponda mwanadamu au mtoto wa mwanamke kisigino. Unatakiwa umkabidhi Bwana kisigino chako, kitu unachokipenda. Hata mtoto wako unayempenda sana ni kisigino chako, unatakiwa mkabidhi kwa Bwana. Mume wako unampenda sana, mkabidhi kwa Bwana. Watoto wako unawapenda sana, mke wako, kabidhi hicho kisigino. Kama utaki, shetani yupo atakitumia, na Mungu pia anakitaka, na ndio maana tunahitaji kumkabidhi nani? Bwana vitu tunavyovipenda. Kwa hiyo kisigino ni eneo la nguvu ya mwanadamu, ni nguvu inayobeba nyota ya mwanadamu, ni nguvu ya kiutawala. Kisigino ni kitu ambacho kinabeba uhai wa mtu. Na 5, kisigino kinaishi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye kisigino chake hakiko kwenye ulimwengu wa roho, aidha wa giza au ulimwengu wa nuru. Na ndio maana utaona watu wengi viwiko vya kisigino vinauma. Huwezi kutembea kama misuli ya kisigino ikikakamaa. Kwa hiyo kama kitu hicho nakipenda, ina maana ukikabidhi kwa Mungu, Mungu mwenyewe anakihitaji kisigino, kama alivyomwagiza Yakobo akishikilie kisigino, kuonyesha mamlaka yake ilitoka kwa Mungu toka akiwa tumboni. Kwa alikishikilia kisigino cha Esau mpaka anazaliwa, anatoka nje akiwa amekishikilia. Adui anapotaka kukuumiza maisha yako au kukujeruhi, ni lazima aguse kwenye kitu unachokipenda. Anaweza akamjeruhi mtoto wako, anaweza akajeruhi mume wako, anaweza akajeruhi mke wako, anaweza akajeruhi. Kisigino ni kitu cha muhimu, cha thamani unachokipenda. Na adui akitaka kukuumiza, anaanzia kwenye kitu unachokipenda. Anaanzia kwenye kitu unachofanyaje? Unachokipenda. Kwa hiyo leo tutaombea miguu hiyo, hivyo visigino, ili adui asivione, asiviponde. Asiviponde. Na asiwepo mtu atakaye kuinulia kisigino. Roho ya usaliti. Roho ya nini? Ya usaliti. Tunaweza tukawa humu kanisani. Mimi nimekuwepo hapa mara nyingi, miaka mingi hapa na watu. Na unashangaa mtu ambaye ulimsaidia anakuinulia kisigino, anakusaliti, anaanza kukusema huko mbele kwa watu ili kushusha thamani yako, ili kuonyesha kwamba wewe sio kitu, ufai. Na wengine wakisha kuwa na kuamini, wapoteze ile ya imani na wewe. Asiwepo mtu wa kukuinulia kisigino. Roho ya usaliti ishindwe kwa jina la Yesu. Biblia inasema adui wa mtu ni wale walioko nyumbani mwake. Roho ya visigino, kushikiliwa kisigino, kuinuliwa nini? Kisigino. Tutaviombea visigino vipone, visipondwe na nyoka. Nimesema hivi, Mungu anakihitaji kukitumia kisigino chako. Shetani naye yuko tayari kukiponda ili akuumiza, akusigine. Kwa hiyo ukiona kitu kimetajwa kibiblia kikilenga
hatima ya mtu au maisha ya mtu mpaka mwisho wake, ni muhimu sana kutafakari, kujua kwa nini Yakobo alimshika kisigino Esau. Na mara nyingi tumekuwa tukifundisha habari za watu kwenda mbinguni, kuacha dhambi, lakini tunaacha vitu vya msingi vinavyoweza kumsaidia mtu kwenye ukombozi wake, namna ya kujisimamia, kujua haki zake ziko wapi. Unajua mambo ya kiroho yamejificha kwenye vitu vidogo sana ambavyo mtu mwenyewe hawezi kuvigundua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kushika kisigino chako ana uwezo wa kutawala au kukunyang'anya haki yako. Na pia kama tulivyosoma kwamba kisigino kinamsababisha mtu aweze kuwa na mamlaka ya kiutawala katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo unatakiwa kisigino chako mkabidhi nani? Mungu. Na tumesema adui akitaka kukuumiza au kukujeruhi, anaponda mahali unapopapenda sana, anagusa mahali unapopapenda sana. Zaburi sura ya 41 mstari wa 7. Wote wanaonichukia wananing'ong'a, wananong'ona, wananiwazia mabaya. Neno la kasirani limegandamana, na iwapo amelala hata simama tena. Msiri wangu tena niliyemwamini, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino. Huu ni unabii wa Yesu kipindi atakapokuwepo duniani, atakavyosalitiwa na wale ambao walikula chakula chake. Aliwalisha mkate na samaki, aliwafufua, aliwaombea, aliwaponya. Na sisi tumeshakutana na roho za usaliti. Tumeshasalitiwa sana na watu wa karibu sana na sisi, watu tunaowapenda. Wametuumiza, wametuinulia nini? Hizo roho za usaliti leo tutazishughulikia. Au hamtaki? Mnataka hamtaki? Nani aliwahi kusalitiwa hapa? Nani? Watu walio karibu yako ni watu wa kuchunga sana, kuwaombea sana. Usichukulie mtu wa kawaida, mtu yeyote aliyeko kwenye maisha yako ukadhani yupo tu. Kuna kusudi la Mungu la kuwepo kwako, lakini pia na adui anaweza akamtumia huyo kufika kwenye sehemu ambayo umeona. Kisigino kinatumika kumsigina mtu, kinatumika kuinuliwa kwa mtu ili asalitiwe, lakini pia kwako kinatumika kama nguvu ya utawala, kama nguvu ya nyota ya mtu kwenye kisigino. Wapi? Ndio maana utaona wachawi wanaagiza mzoe mchanga. Nani aliwahi kutumwa azoe mchanga wa mume wake? Hata kama usiponyosha mkono, ninawaona mpo. Ulishaambiwa kalete mchanga mahali ambapo nyayo uzime kanyaga. Ayubu anasema wanaua nyayo za miguu yake. Unapochukua
mchanga wa miguu ya mtu au nyayo za mtu, umemnyang'anya mamlaka yake. Na ndio maana utaona watu wanachanganyikiwa, watu wanafilisika, Uwezi ukasema kwa sababu alivaa viatu hawezi nguvu ile haiwezi kuchukuliwa. Pale ambapo kisigino kilikanyaga kiroho, ndipo mamlaka ya mtu ilipo, na inaweza ikachukuliwa hapo hapo. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu. Nishawafundisha namna ya kuishi vizuri na watu. Uwe makini sana. Usipokuwa makini utanyang'anywa kila kitu. Unaweza ukakaa miaka 20, 30 na ukabaki vile vile, kwa sababu hujajua nguvu ya mamlaka iko wapi. Wapi? Kisigino. Msiri wangu tena niliyemtumaini aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Lakini wewe Bwana unifadhili, uniinue nipate kuwalipa. Kwa neno hili nimejua ya kuwa wapendezwa nami, pamoja na maadui kukuinulia visigino vyao, pamoja na adui kuponda kisigino chako. Maana yeye kazi yake ni kujeruhi. Kuna watu wengi wamejeruhiwa na watu wa karibu yao. Nataka nikuambie usiwe na huruma kupita kia. Usiwe na huruma kupita. Ni lazima uangalie huruma zako zina mipaka kiasi gani. Yesu anasema waliokula chakula changu wameniinulia nini? Yesu alikuwa na huruma akiwahudumia watu wote. Yesu alikuwa na watu wote bila kuwabagua. Hakujali kwamba huyu ni tajiri akamtenga, huyu ni maskini akamtenga. Hapana, wote aliwaweka sawa. Na ndio maana walisema anakula chakula pamoja na walevi na watoza ushuru, kwa sababu Yesu alikuwa ni mtu wa jamii. Alikaa katika jamii ile aihudumie, kwa sababu alitumwa kwa ajili ya jamii iliyopotea. Lakini waliinuka wasiri wakamuinulia kisigino. Mwaka huu hakuna mtu atakaye kusaliti. Na ndio maana tulisema mwaka huu ni mwaka wa furaha. Kwa tunapoanza kuombea visigino, adui asitujeruhi wala asituumize. Kama nilivyosema, ni nguvu ya kiutawala, ni nguvu ya mamlaka, ni nguvu ya nyota ya mtu. Nyota iko kwenye kisi. Ulikuwa unajua nyota wapi? Kiko huku. Nyota iko wapi? Sio huku unakosimamia. Mamlaka inaposimama ndiko nyota ya mtu ilipo. Mambo sawa sawa. Usichukulie poa. Shetani yuko kazini kuhakikisha anatumia kile usichokijua. Leo ujue. Ukijua, shetani hata kujeruhi, shetani hata kuumiza kupitia hicho unachokijua. Maombi haya ni ya muhimu sana. Utatembea mwaka mzima bila kuumizwa, bila kujeruhiwa miguu yako. Ila nimekuambia chunga sana watu. Chunga sana binadamu. Chunga sana binadamu. Ukiwa nacho usionyeshe kama unacho. Na hata kama unapendwa usionyeshe kama unapendwa sana. Maana watu wengi
wanapenda ulie. Adui anapenda ulie, hapendi kuona unafurahi. Na kwa sababu tumeisha sema mwaka huu ni mwaka wa furaha, Shetani anasema lazima mlie, nitawaliza. Usikubali kulizwa. Adui asikulize, adui asikuponde kisigino, adui asikuumize wala asikujeruhi, maana anatafuta sehemu iliyonenwa, iliyotamkiwa. Mungu anasema atakuponda kisigino. Sikubali kisigino changu Shetani akitumie, akiumize, akijeruhi. Kama kuna watu unaowapenda leo, waombee. Wafanyeje? Waombee. Kuna muhimu sana wa kuombea vitu unavyovipenda. Ni kisigino chako, ni kisigino chako. Ukimpenda mtu sana, adui anamjeruhi au anamuumiza au anamtoa kwako, anampeleka kwa watu wasiofaa ili usifaidi na presence yake au uwepo wake au ukaribu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, kisigino kikipondwa hakuna uhai, hakuna nini. Na Mungu alitoa adhabu kali sana hii. Nyoka apondwe kichwa, aliyezaliwa na mwanamke apondwe kisigino. Tusikubali visigino tena vipondwe. Tulikuwa hatujajua, ndio maana alikuwa anatuponda. Tunapata maumivu, tunapata majeraha, tunapata mateso. Kama nilivyotoa ushuhuda wa huyo mama ambaye yeye alikuwa anasema kuna mwiba. Haukuwa mwiba, Shetani alikuwa amemng'ata tu. Kwa hiyo alikuwa anatembea anachechemea na ofisa wake, kiatu havai, anatembea namna hii kama amelema. Bwana Yesu asifiwe. Leo umejeruhiwa, umeumizwa, Mungu atakuponya. Na kuna mtu anaweza akashika kisigino chako. Acha huyo wa kukuinulia. Yule wa kukuinulia ni yule ambaye anakusaliti. Kuna yule anayechukua mamlaka yako, nyota yako, uwezo wako wa kutawala, uwezo wako wa kumiliki. Yule atakayeshika kisigino chako. Usikubali mtu ashikilie kisigino chako. Na kuna watu wengine wanaongozwa na watu. Una uwezo wa kujisimamia, jisimamie mwenyewe. Halo? Kama una uwezo wa kujisimamia, jisimamie. Yaani kuna mwingine mpaka kuvaa nguo aulize, hii nzuri, nimependeza, nile nini? Mimi najisimamia, na wewe ujisimamie. Na ndio maana ukisimama unasimama mwenyewe. Hujawahi kuita mtu mwingine akushikilie ili usimame. Ni kweli sio kweli? Leo adui hataponda kisigino chako. Na usikubali mtu ashikilie kisigino chako. Jiongoze, jitawale, jisimamie wewe mwenyewe. Sababu vitu vingine tunavifanyaga wenyewe. Hatuhitaji mtu mwingine atusaidie. Labda kama unaumwa ndio unahitaji usaidizi wa mtu akubebe akupeleke mahali. Lakini kama mzima unaenda mwenyewe. Utaenda mwenyewe, utajisimamia mwenyewe, utafanya mwenyewe. Leo kisigino chako hakitapondwa, kisigino chako hakitajeruhiwa, kisigino chako hakitaumizwa. Kuna watu wameumizwa sana kwa mambo ya mahusiano.
Unampenda mtu na moyo wako labda ulielekea kwake, lakini ukija kuona vitu anavyovifanya unakata tamaa. Hata kama iliandikwa kwa Adamu, haikuandikwa kwangu mimi. Hata kama nimezaliwa na mwanamke, mimi kisigino changu hakitajeruhiwa, hakitaumizwa, hakitapondwa. Natumia mamlaka ya miguu ya kisigino kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Kuanzia leo, mamlaka yangu ilipo, ndipo na utawala wangu ulipo, na ndipo nyota yangu ilipo, na ndipo nguvu ya kuvutia vitu vingine ilipo. Kwa jina la Yesu, mimi ni kisigino kilicho imara. Mimi ni kisigino chenye mamlaka ya kutiisha nchi, ya kutiisha viumbe vingine, ya kutiisha maadui, ya kutiisha nyoka na nge, ya kukanyaga kila adui anaweza kuinuka. Bwana, umenipa mamlaka ya kukanyaga kila kitu kilicho kiovu. Kama ulivyosema, ulimpa Yesu mamlaka, ukaweka vitu vyote chini ya miguu yangu. Na leo naweka vitu vyote chini ya miguu yangu. Kama ni fedha, kama ni mali, kama ni vitu, vyote viwe chini ya miguu yangu. Natiisha kila mamlaka, natiisha kila mamlaka, nakanyaga kila mamlaka, nakanyaga maadui, nakanyaga vinyamkela, nakanyaga majini na mapepo, nakanyaga roho za uhitaji na umaskini, nakanyaga roho za uchache na upungufu kwa jina la Yesu. Bwana, nipe mamlaka kama ulivyotamka kwamba kisigino kina uwezo wa kubeba hatima ya mtu, kwa sababu nguvu ya utawala iko hapa. Mimi ninayo mamlaka ya kutawala, kutiisha kila kiumbe, kila kitu. Fedha na utajiri na mali, vyote viko chini ya miguu yangu kwa jina la Yesu. Biblia inasema tutatawala mataifa, na leo mimi naenda kutawala mataifa na vyote vilivyoko kwenye mamlaka hizo kwa jina la Yesu Kristo. Amen.